Nashukuru sana kwa kuhudhuria. Ndugu washiriki, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza sana viongozi wa serikali za mtaa na manispaa ya Mpanda kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kuwatumikia wananchi na kuhamasisha shughuli za maendeleo ambazo zimechochea manispaa ya Mpanda kukua kwa kasi. Tunaona manispaa inakuwa kwa kasi sana. Ukuaji huu unavutia wawekezaji kuja kuwekeza katika manispaa ya Mpanda na hivyo kuleta fursa nyingi za maendeleo na ajira. Sisi kama EWURA tumeshuhudia kwa mfano muda mfupi wa ujenzi wa vituo vingi vya mafuta ambao unaendelea na kuna maombi mengi tu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya mafuta. Na matumizi, moja ya kigezo ambacho kinapima maendeleo katika eneo husika, mfano ukijaribu kulinganisha maendeleo ya mkoa mwingine na mkoa mwingine, unaweza kutumia tu kigezo cha matumizi ya mafuta. Kama watu wanatumia mafuta mengi, maana yake shughuli za uchumi ziko nyingi. Kwa hiyo Mpanda tunaona maombi mengi kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya mafuta. Kwa hiyo ina maana kwamba shughuli za maendeleo zinazidi kukua katika manispaa yetu ya Mpanda, kwa maana tunaleta wawekezaji wanakuja na uwekezaji unaendelea kufanyika, hivyo kuleta fursa za ajira. Kipekee naomba kushukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda pamoja na watumishi kwa kukubali EWURA itoe mafunzo haya kwenu na pia kutupa ushirikiano wakati wa kuratibu maandalizi ya mafunzo haya. Unajua sisi wenyewe hatungeweza, lakini ofisi imetupa ushirikiano wa kutosha kabisa, na ndio maana tuko pamoja nao siku hii ya leo. Kwa hiyo nashukuru sana mkurugenzi. Ndugu washiriki, moja ya majukumu iliyopewa sheria ya EWURA ni pamoja na kutoa taarifa kuhusu kazi za udhibiti na kuimarisha utoaji wa elimu kwa umma na kujenga uelewa kuhusu sekta zinazodhibitiwa, ikiwemo haki na wajibu wa watumiaji na watoa huduma, namna ya kupokea na kutatua malalamiko na shughuli za mamlaka kwa ujumla. Wako watu wengi, wengine wanatamani kuona na wengine wanataka pengine kuwasaidia, wengine wanataka kuestablish vituo vya uuzaji wa mafuta na vitu kama hivyo, na tunajua na wengine wanaanza kujenga, na tunajua hivi vitu vifanyike lazima kuwe na kibali, lazima kuwe na leseni za usajili, na haya yote sisi ambao ni watendaji wa kata wenye vitu vya vijiji na wenye vitu vya mitaa ndio ambao tunatakiwa kuyasimamia kabla ya hivi vitu kufanyika. Sasa pengine kuna baadhi ya maeneo yanafanyika kwa kuteleza au kusema ameshachukua kibali, kibali cha ujenzi hana, ameshaanza kuweka mashimo ya matenki, kibali na leseni hana, lakini tunafanyia pengine ukubwa au utaratibu ambao unapaswa kufanyika. Leo hii wenzetu wa viongozi hawa maeneo ya kata pamoja na timu yake wametuletea mafunzo haya. Kwa hiyo ni yale ambao tutayaendesha, tutayachukue, tukayaweka ofisini kwetu, tuyatekeleze, lakini pia hata pale ambapo uongozi wako utakuwa umekoma, maana yake weka taratibu ambao viongozi wengine wanataka kuwepo wanafuata ule msingi wa sekta hii ambayo umejifunza leo. Kwa hiyo ninaamini kwamba taaluma na elimu ambayo tutaipata leo itadumu kwa miaka mingi sana kwenye maeneo yetu ya vijiji na kwenye kata.